Baada ya kuona uthabiti na ukamilifu wa Wahouthi baada ya kurejesha mashambulizi, Marekani sasa inaamua kuongeza silaha kwa ajili ya mapambano dhidi ya Wahouthi. Unaweza ukasema kwamba sasa Wahouthi kazi wanayo, na ni kutokana na kauli ya waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, ambaye amesema atatuma chombo cha pili cha kubeba ndege kuandamana na USS Harry S. Truman katika eneo la Mashariki ya Kati, kulingana na ripoti za AP pamoja na Politico ambazo zimewanukuu maafisa wa Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema atatuma chombo cha pili kwa ajili ya kusaidizana na meli ya kivita ya USS Harry S. Truman baada ya mashambulizi mazito yaliyofanywa na Wahouthi, lakini pia baada ya kudunguliwa kwa baadhi ya ndege zao pamoja na makombora yao ambayo waliarusha huko Yemen. Hata hivyo, inaripotiwa kuwa USS Carl Vinson ambayo ilikuwa na makao yake katika bahari ya Pacific itapelekwa katika eneo la Bahari Nyekundu kwa ajili ya mapambano dhidi ya Wahouthi. Shirika la habari la Associated Press lilimnukuu afisa huyo akisema waziri wa ulinzi aliamuru meli ya SS Harry S. Truman iwe Mashariki ya Kati kwa angalau mwezi mmoja zaidi, kwani ilitakiwa kurejea Virginia mwishoni mwa mwezi huu. Ripoti hiyo pia ilisema Vinson ilitarajiwa kuwasili katika mkoa huo mwezi ujao. Uamuzi wa Hegseth unakuja huku mashambulizi ya Marekani dhidi ya kundi la wapiganaji wa Kihouthi katika eneo hilo yakiongezeka, saa chache baada ya ripoti ya vyombo vya habari. Wahouthi walirusha kombora la ballistic kuelekea Israel, lakini inadaiwa kwamba lilizuiliwa na vilinda ulinzi vya nchi hiyo kabla ya kuvuka katika ardhi ya Israel. Hata hivyo, Wahouthi wenyewe wanadai kwamba kombora hilo lilifanikiwa na limeshambulia kwa kiasi kikubwa katika eneo la uwanja wa ndege wa Ben Gurion siku ya Jumamosi asubuhi. Kombora la ballistic lilisababisha ving'ora vyekundu vilie kote Israel kutoka Yerusalem hadi vitongoji vya Tel Aviv, kuonyesha tahadhari juu ya kombora la Wahouthi. Hata hivyo, meli hiyo ya Vinson itashirikiana na ile ya USS Harry Truman. Itakuwa mara ya pili kwa meli mbili za kubeba mizigo na kubeba silaha katika Mashariki ya Kati katika kipindi cha nusu mwaka. Ripoti hiyo imebainisha kabla ya kuelekea Mashariki ya Kati ilikuwa ikifanya mazoezi na vikosi vya Korea Kusini na Japan, kulingana na ripoti iliyotolewa. Kauli ya moja kwa moja ya Hegseth dhidi ya Iran kuendelea kulisaidia kundi la Wahouthi, amesema mapema wiki hii kwamba dakika za waasi zinahesabika, dakika za wa Iran zinahesabika. Tutaacha kufyatua risasi kwenye meli zenu na tutaacha kuzifyatulia risasi ndege zenu zisizokuwa na rubani kampeni hii itakapoisha, lakini hadi wakati huo itakuwa isiyo na kikomo. Na akaongeza kuwa mashambulizi hayo ya angani ni ya kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, isikilize, kwa mujibu wa sasisho la Jumatatu la idara ya ulinzi ya Marekani, anasema Pete Hegseth. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatano ya wiki hii kwamba Iran lazima iache mara moja kutuma vifaa vya kijeshi kwa Wahouthi na kuruhusu kundi la Yemen kupambana wenyewe. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei alijibu siku mbili baadaye kwamba Teheran haina washirika katika eneo hilo na kwamba makundi ambayo yanapambana na Israel pamoja na Marekani yanapambana wao wenyewe bila kuungwa mkono na Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.